Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Na wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto. Leo tutazungumzia tafsiri ya ndoto ya annamlu yamshi ala aljasadi, yani sisimizi anayetembea mwilini. Annamlu yamshi ala aljasadi, kwa maana ya sisimizi anayetembea mwilini. Ukiota unatembewa na sisimizi mwilini, ndoto hii inaashiria kitu gani au ina maana gani? Leo ndio tutakwenda kutazama biidhnillahi taala maana zake. Naam, lakini nikuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Lakini kwa wale wenye matatizo mbalimbali, unasumbuliwa na maradhi ya kichawi, maradhi ya kishaitan, hasadi, pia usihuzunike, tuwasiliane biidhnillahi tabaraka wa taala ili tuweze kukusaidia. Unahitaji visomo mbalimbali, visomo vya kinga, kinga za hasad, kinga za fitna kazini, unahitaji kupandishwa cheo kazini, unahitaji kuoa, unahitaji kuolewa, tuwasiliane biidhnillahi tabaraka wa taala ili tuweze kukusaidia. Mambo yako yamekuwa magumu, mambo yako hayaendi, tuwasiliane biidhnillahi taala ili tuweze kukusaidia kupitia visomo. Naam, watazamaji, wanawachuoni wanasema ukiota sisimizi, kuota sisimizi, yamshi ala aljasadi, anatembea mwilini, lilmaridhi, kwa mgonjwa, wanasema ndoto hiyo qad yadullu, ndoto hiyo inamaanisha ala danwil ajali, inamaanisha kukaribia mauti. Yani mgonjwa akiota anatembewa na sisimizi katika mwili wake, ndoto hiyo inamaanisha umauti wake umekaribia. Washtidadi almaradhi, na kuongezeka maradhi, kwa maana ya huyu mgonjwa kama hajakufa basi maradhi yake yataongezeka. Wanasema wanawachuoni khaswatan idha kana namlu kathifan, wanasema khaswa, yani especially wakiwa sisimizi wengi, yani sisimizi wakiwa ni wengi sana, mgonjwa akaota anatembewa na sisimizi wengi mwilini, maana yake maradhi yake au ugonjwa wake utaongezeka, au mgonjwa huyo anakaribia kifo. Naam, ama wanawachuoni wanaendelea, wanasema walisalimi, na kwa mtu mzima, walisalimi, na kwa mtu mzima ambaye kuwa si mgonjwa, akiota anatembewa na sisimizi mwilini. Kama wewe ni mtu mzima, hauna ugonjwa wowote, hausumbuliwi, haugui, ukaota unatembewa na sisimizi mwilini, wanasema wanawachuoni qad yadullu ala alisabati biainin au hasadin, wanasema ndoto hiyo inaashiria kupatwa na jicho baya, yani huyu mtu atapatwa na madhara ya jicho baya, au hasadi, atapata madhara ya hasadi. Na hasadi, ndugu zangu, ina madhara makubwa sana. Hasadi ina athari mbaya sana katika maisha ya mwana wa Adam. Kwa hivyo kwa mtu mzima ambaye kuwa si mgonjwa, akiota anatembewa na sisimizi mwilini, hiyo ina maana ya kupatwa na jicho baya au hasadi. Ama kuota mtu akiota anatembewa na sisimizi ala liyadaini, mikononi, ala liyadaini, mikononi, yani sisimizi wanamtembea katika mikono yake, wanasema wanawachuoni qad yushiru ila alkasali, ndoto hii inaashiria uvivu, au ilhaja
au uhitaji lilamali wa kazi, bijadiyatin akbar, kwa bidii kubwa. Kwa maana ya huyu mtu aliyeota ana uhitaji wa kazi, anahitaji kazi kwa bidii kubwa, yani anapambana kutafuta kazi. Naam. Lakini mtu akiota anatembewa na sisimizi ala alqadamaini, juu ya miguu miwili, yani mguu wa kulia na wa kushoto, ukaota kuna sisimizi wanakutembea. Sisimizi wanatembea juu ya miguu yako. Wanawachuoni wanasema yadullu ala qillati alharaka au asafaru shaqa. Wanasema ndoto hiyo inaashiria uchache wa harakati, au asafaru shaq, safari ngumu au safari yenye shida. Kwa maana ya huyu mtu atasafiri, lakini safari yake itakuwa ina shida, safari yake itakuwa ngumu, safari yake itakuwa ina uzito mkubwa na itakuwa yenye matatizo makubwa. Mtu yoyote akiota sisimizi wanamtembea ala alqadamaini, juu ya miguu yake miwili, hiyo ndiyo maana yake, inamaanisha uchache wa harakati. Maana yake huyu mtu anatakiwa azidishe harakati za kutafuta maisha, na huyu mtu atasafiri safari yenye shida. Naam. Ama wanaendelea wanawachuoni wanasema mtu akiota, yani kuota sisimizi wanatembea ala alwajhi, usoni. Yani mtu kwa mfano ukiota annamlu yamshi ala alwajhi, kwamba sisimizi wanakutembea usoni, Wanasema wanawachuoni qad yadullu ala naqsi fil jahi awi alhaya. Wanasema ndoto hiyo inaashiria kupungua kwa heshima, kwa cheo. Kwa maana huyu mtu aliyeota anatembewa na sisimizi usoni, kama alikuwa mfanyakazi, kama alikuwa ana cheo, basi cheo chake kitapungua, atashushwa cheo, lakini kadhalika alhaya, pia atashushwa hadhi. Hiyo ndio maana ya kuota mtu anatembewa na sisimizi usoni. Kwa hivyo hizo ni tafsiri za ndoto za sisimizi anayetembea ala jasadi, mwilini. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Na kwa wale wenye kuhitaji tafsiri ya ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo. Ukihitaji tukutafsirie ndoto yako binafsi, basi uelewe ya kwamba ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo. Ama unahitaji tiba, unahitaji visomo mbalimbali, pia tuwasiliane insha Allahu taala, tutakusaidia na tutakueleza utaratibu namna ulivyo. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.